Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Urusi Vladimir Putin wamefanya mazungumzo kwa njia ya simu, ambapo viongozi hao wawili walibadilishana maoni kuhusu hali inayoendelea Mashariki ya Kati, kwa mujibu wa taarifa kutoka pande zote mbili. Ofisi ya Netanyahu ilisema katika taarifa kwamba viongozi hao walizungumza kwa ombi la Putin Jumamosi jioni kufuatia mazungumzo ya awali kuhusu masuala ya kikanda. Haikutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo hayo, shirika la habari la Xinhua liliripoti. Kwa mujibu wa ikulu ya Urusi, viongozi hao walijadiliana kwa undani kuhusu matukio ya hivi karibuni katika ukanda wa Gaza kufuatia usitishaji mapigano, mpango wa nyuklia wa Iran na juhudi za kuimarisha uthabiti nchini Syria, miongoni mwa mambo mengine. Alhamis, Urusi iliwasilisha rasimu yake ya azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu Gaza, ikipinga hatua ya Marekani ambayo inaisukuma Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha pendekezo tofauti litakalounga mkono mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu amani ya Gaza. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, pendekezo la Marekani linataka kuundwa kwa kikosi cha kimataifa cha kuimarisha utulivu Gaza, kitakachokuwa na mamlaka mapana bila kuongozwa na Umoja wa Mataifa, na pia kinairuhusu Israel kuendelea kudhibiti ukanda wa kiusalama unaozunguka Gaza kwa muda usiojulikana. Trump amekataa uwezekano wa kutuma wanajeshi wa Marekani Gaza kama sehemu ya kikosi hicho kinachopendekezwa chenye wanajeshi 20,000. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema Jumatano kwamba ana matumaini azimio hilo litapitishwa, lakini kuna maendeleo mazuri katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu lugha itakayotumika kwenye pendekezo hilo. Wakati huo huo, pendekezo la Urusi linataka kikosi cha kimataifa kuundwa na kiendeshe shughuli zake moja kwa moja chini ya mamlaka ya Umoja wa Mataifa. Linapinga mabadiliko yoyote ya idadi ya watu au mipaka ya eneo la Gaza na linahimiza utekelezaji wa suluhisho la mataifa mawili. Mazungumzo ya simu kati ya Netanyahu na Putin yanaonyesha kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia kuhusu mustakabali wa Gaza na mpangilio mpya wa usalama eneo hilo. Ingawa taarifa rasmi hazikutoa undani wa mazungumzo, kile kinachojitokeza wazi ni kwamba pande zote mbili zinajaribu kuathiri maamuzi ya kimataifa kuhusu nini kifanyike baada ya usitishaji mapigano. Urusi inaonekana kujikita katika msimamo unaolipa Umoja wa Mataifa mamlaka makubwa. Inataka kikosi cha kimataifa kiendeshe operesheni kwa uangalizi wa moja kwa moja wa Umoja wa Mataifa, na inakataa aina yoyote mabadiliko ya eneo au idadi ya watu Gaza. Huu ni msimamo unaoendana na hoja ya Urusi ya kupinga kile inachokiona kama upendeleo wa Marekani kwa Israel. Kwa upande mwingine, Marekani inasukuma mpango unaoipa Israel nafasi ya kuendelea kulinda ukanda wa usalama wa Gaza bila muda maalum, huku kikosi cha kimataifa kikifanya kazi bila kutegemea Umoja wa Mataifa. Hii inaakisi mtazamo wa Washington wa kuhakikisha Israel inabaki na ushawishi wa kiusalama kwenye eneo hilo, lakini bila kushirikisha wanajeshi wake moja kwa moja kama Trump alivyotamka. Hivyo, kile kinachoonekana hapa ni vita vya kidiplomasia kati ya Moscow na Washington, kila mmoja akijaribu kuiweka Gaza chini ya mfumo unaounga mkono maslahi yake. Urusi inaangalia swala hilo kupitia muktadha mkubwa wa mpango wa nyuklia wa Iran na hali ya Syria, maeneo ambayo imewekeza nguvu zake za kiusalama na kisiasa. Hii ndiyo sababu mazungumzo ya Putin na Netanyahu yamefanyika katika kipindi ambacho Baraza la Usalama linaandaa maamuzi muhimu. Kwa kifupi, taarifa hii inaonyesha kwamba Gaza imekuwa uwanja wa mvutano wa kimataifa, si tu mgogoro kati ya Israel na Palestina. Kile kinachoamuliwa sasa katika Baraza la Usalama kitaamua si tu mustakabali wa Gaza, bali pia mizani ya nguvu kati ya mataifa makubwa. Mtazamaji, kuna mengi sana ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa kwa hivi sasa, lakini kwa yote hayo kuweza kuyafahamu, basi ni vyema kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu uweze kusubscribe hivi sasa, kulike, kukomenti pamoja na kushare wakati wote.